Huyu ni mwanafunzi wa shule ya Kigogo Sekondari cha 3. Malkia Ajaye. Malkia Ajaye. Karibu sana Sabrina. Mzima? Mzima. Mbona kama unajiuliza, unajishauri, unafanyaje au? Amna. Uko sawa? Ndio. Uko fresh kabisa? Ndio. Tunaelekea siku ya mtoto wa Afrika. Na ni siku ambayo tunajua inafanyika tarehe 16. Lakini si kila mtoto ana uelewa wa siku hiyo. Tufahamishe kuhusiana na siku hiyo. Kwanza moja kwa moja ningependa kuzungumzia kwanza historia ya siku ya mtoto wa Afrika. Na maanisha ni kwa Afrika nzima. Kwanza hii siku hii tunatoa kumbukumbu kwa wale watoto wenzetu waliofariki, watu 2000 waliofariki kule Soweto enzi za makaburu, na walifariki wamefariki kishujaa. Walikuwa wanapinga ile elimu ilikuwa inatolewa na makaburu au wakoloni huko Afrika Kusini. Kwa hiyo kutokana na kufanya hivyo ilipelekea vifo vyao. Ndio maana kila ikifika tarehe 16 Juni huwa tunatoa kumbukizi hizo watoto wenzetu ambao tayari walishatangulia katika kupambana ili kuweza kusimamia haki zetu. Wale walikuwa wanapigania nini? Wao walikuwa wanapigania kuhusu elimu iliyokuwa inaotolewa. Walikuwa wanapingana na elimu iliyokuwa inatolewa na makaburu. Ilikuwa inatoka kiubaguzi. Mfano mtoto wa chifu ndo atakapewa elimu lakini wengine hawapewi. Kwa wao kama watoto wa Afrika, South Africa waliamua kwenda kupigana na ile elimu iliyokuwa inatolewa. Na baada ya hapo kutokana na vifo vyao ndo Umoja wa Mataifa na Umoja wote wa kikanda ikaamua kuunda sera mbalimbali zitakazomlinda mtoto. Ambazo tunaona kama kuna hii hapa sheria ya mtoto ya sera ya mtoto mwaka 2008 ambayo ilikuwa inaonyesha haki 54 za mtoto, lakini ndani za haki 54 zimewekwa katika makundi makuu 5 ambayo tunasema kuna haki ya kuishi, haki ya kulindwa, haki ya kuendeleza, haki ya kushiriki na kushirikishwa, na haki ya kutobaguliwa kwa mtoto aidha yeye ni mlemavu au katika hali yake yote ya kiuchumi. Hiyo ndio historia ya siku ya mtoto wa Afrika. Kwa hiyo siku hii inaadhimishwa Afrika tu? Hapana. Hata pia watu wamoja pia mataifa huwa wanashirikiana na watoto wa Afrika au serikali ya Afrika katika kuadhimisha, kwa sababu hii ilikuwa ni uvunjifu haki ya mtoto, na ndio maana Umoja wa Mataifa kaingilia kati na kuunda hizi sera. Na kidunia kuna kauli mbiu pengine. Kuna kauli mbiu mbalimbali na kauli mbiu ya mwaka huu wa mtoto wa Afrika tunasema haki za mtoto tulipotoka na tunapoelekea. Tulipotoka, tulipo na tunapoelekea. Jana, leo na kesho. Hiyo ndio kauli mbiu ya mwaka huu. Kwa hiyo nini kinachoenda kufanyika Jumatatu sasa? Hiyo siku yenyewe. Hiyo siku yenyewe mambo mengi yatakuwa yanafanyika. Kwanza kabisa kutakuwa na makongamano ya watoto. Na maanisha watoto tunakondana na makongamano hayo tutakuwa tunaweza kutoa taarifa kwa wazazi wetu, walezi au serikali kwa ujumla matatizo yetu gani tunapitia. Jinsi gani kuweza kuyatatua, na tunakuwa tunatoa ukumbusho mara kwa mara kuhusu kuzingatia haki zetu. Hasa kwa wazazi wetu, kwa sababu unakuta baadhi ya mzazi anashindwa kufuata baadhi ya misingi yote haki kwa mtoto wake. Unakuta kuna baadhi ya wazazi wanakosa muda kwa watoto wao kukaa nao chini kuzungumza kutokana na shughuli mbalimbali, lakini inakuwa sio sawa. Ndio maana inapotokea siku kama hii tunakuwa tunatoa ukumbusho. Kwa hiyo mzazi anapata kushtuka na kuanza kuelewa jinsi gani aweze kukaa na mtoto wake ili mtoto aweze kufunguka mbele ya mzazi wake. Unakuta mtoto anakaa na matatizo mengi na anashindwa sehemu kwenda kuyapeleka kwa sababu ya kukosa mtu kumuelezea na pia kukua na uoga. Lakini mzazi anapojenga mahusiano mazuri, anapotenga muda kwa ajili ya mtoto, sisi watoto tunakuwa tunapata nafasi mbalimbali ya kuweza kuelezea shida zetu kwa wazazi wetu. Kwa hiyo kikubwa ndio hicho. Kikubwa ni hicho, lakini pia watoto tunakuwa tunatoa elimu mbalimbali. Kwa sababu hii ni siku yetu, inakuwa ni siku yetu, kwa sababu tunakuwa tunafunguka. Tunakuwa tunatoa elimu mbalimbali jinsi ya kupata haki zetu, kushiriki katika majukwaa yetu mbalimbali ya watoto. Na tukisema majukwaa ya watoto tunasema ni kuna mabaraza ya watoto, kuna madawati ya ulinzi ya watoto ambapo mashuleni. Kwa hiyo yote yanasaidia mtoto kuweza kufunguka na kuweza kuelimika kifikra au pia kimawazo. Kwa hiyo watoto watakao kuwepo Jumatatu wanatokea maeneo gani?
Watoto tutakaokuwepo Jumatatu tunaweza kusema ni watoto wa Tanzania nzima. Tanzania nzima. Yeah. Kwa sababu kwa hapa Kinondoni tutachukua watoto baadhi, lakini pia tutakuwa na wakilishi kutoka mikoa mingine. Pia utaweza kujumuika na sisi kama kutakuwa na uwezekano. Tayari kuna wakilishi washapangwa au hata mzazi ambaye anasikia sasa hivi mtoto wake anayo nafasi ya kuja? Sasa hivi ndio wapo katika mchakato, hatujapata bado taarifa kamili, lakini inawezekana maybe kesho au kesho kutwa naweza taarifa ikawa tayari ishatolewa. Kwa hiyo itafanyika wapi Jumatatu? Hiyo Jumatatu na itafika katika ukumbi wa ustawi wa jamii pale karibu na shule ya chuo cha Teama I think nafikiri hivyo. Siku ya Jumatatu hiyo. Siku ya Jumatatu. Okay. Kijitonyama pale. Kwa hiyo wazazi wote tuseme labda waendelee kusikilizia. Maana yake umesema wewe mwenyewe kwamba haujatoa mwongozo kwamba popote mlipo mje tujazane ama kwa watu maalum ama vipi, si ndio Sawa. Sasa ngoje hapa kuna kitu nilikuwa nakiangalia mara moja. Yatafanyika katika viwanja vya chuo cha ustawi wa jamii jijini Dar es Salaam. Chuo cha ustawi wa jamii ndo hapo yatafanyika. Kwa hiyo muweze kufika hapo kwa ajili ya kupata elimu. Sawa Ndiyo. Haya, Sabrina, siku ya mtoto Afrika ni tarehe 16 na ndo haya ambayo tunayazungumzia hapa. Lakini jana sisi tukienda na hii kauli mbiu ya jana, leo na kesho, tulikuwa tunaangalia baadhi ya michezo sisi hapa kwenye leo tena. Baadhi ya michezo ambayo tulikuwa tunacheza sisi wakati tupo watoto. Tumepata michezo takriban 20 na kitu 25 sijui michezo ambayo tulikuwa tunacheza sisi wakati tuko watoto. Yaani rede, mstarikati, kombolela, ukuti, kipande, sijui 20 na kitu. Hiyo ilikuwa katika jana. Tukasema tunatafuta michezo inayochezwa na watoto wa leo, ambayo tuone michezo hasa ukizungumza watoto wa leo wanacheza michezo gani. Wewe upo katika umri huo na uko karibu zaidi na wadogo zaidi yako wewe. Hebu tupe kama michezo 3-4 hivi ambayo unasema hii ndio michezo ambayo inachezwa zaidi na watoto wa miaka hii. Michezo ambayo inachezwa zaidi na watoto wa miaka hii sio mingi ukilinganisha na watoto na enzi za zamani. Na watoto sisi watoto nyinyi kwa sababu sasa hivi tumefungwa sana na sayansi na teknolojia. Mitandao ya kijamii ipo mingi sana. Lakini sasa hivi michezo tunacheza watoto tunaweza kuona kama vile watoto wanacheza rede pia, wanacheza kamba, wanacheza ukuti. Ukuti mnacheza? Yeah. Wapi unachezwa wewe? Shuleni, Kigogo. Kigogo mnacheza ukuti? Yeah, mipira ya miguu, mipira ya mikono. Lakini pia sio michezo tu, lakini pia wanafunzi sasa hivi watoto wamejifunza katika sanaa mbalimbali. Kuna wengine wanapenda kudance. Wanapata mafunzo, wanacheza. Wengine wanapenda kuimba. Kwa kutokana na sayansi yetu michezo yani ilikuwa tofauti na zamani, ni midogo sana. Midogo Kwa hiyo michezo zaidi ya kidigitali tuseme hivi. Digitali sasa hivi. Games. Jose kuimba tukutaja na sisi tulikuwa tunaimba tulikuwa tunaimba kwaya za shuleni. Tulikuwa sisi. Udance kwa dance yetu kwa sio kama ya leo hii. Vijana leo wana dance. Sawa, Sabrina, kabla haujasema kwa heri, toa nafasi ya elimu pia kwa watoto kuweza kufahamu kuhusiana na baraza la watoto. Wewe najua unatoka kwenye baraza la watoto. Baraza la watoto lina ngazi ngapi na kumpa taarifa mzazi kuweza kujua kuna hicho kitu na watoto wanapatikana vipi kwenye hayo mabaraza? Kwa ufupi baraza la watoto lipo kuanzia ngazi ya kijiji ama kata mpaka taifa. Yeah. Na mtoto anapatikanaje kwenye baraza? Kwa maana nilisema kuna madawati ya watoto mashuleni. Kila shule kuna dawati. Kwa hiyo itafika kipindi utakuwa na uchaguzi, utakuwa na wakilishi wawili. Wawili kwa kila shule. Hiyo ni shule zote za binafsi na za serikali? Hizo ni shule zote. Na pia watoto wanapata nafasi baada ya uchaguzi wao watakaochagua wataingia katika baraza la kata. Katika baraza la kata tutachaguliwa katibu pamoja na mwenyekiti wake. Ambapo katibu na mwenyekiti wake wanapata nafasi ya moja kwa moja kwenye baraza la wilaya. Wilaya pia kutakuwa hivyo na uchaguzi wa katibu na mwenyekiti, wataenda pia mkoa. Mkoa mwenyekiti na katibu wake wataingia taifa. Sawa. Kwa hiyo wewe upo kwenye ngazi gani? Mimi nipo katika ngazi zote. Nipo ngazi ya kata
Kwanza nipo katika dawati ambaye mimi ni mwenyekiti wa dawati la watoto la shule, lakini pia nipo mwenyekiti dawati la watoto shule ya sekondari Kigogo. Okay. Lakini pia nipo katika baraza la watoto kata ya Kigogo, okay, ambaye pia mimi ni mwenyekiti. Na nipo katika baraza la watoto wa wilaya Kinondoni, mimi pia ni mwenyekiti. Lakini kwenye baraza la mkoa mimi ni mjumbe, pamoja na baraza la taifa bado mimi ni mjumbe. Bado wewe ni mjumbe. Aha. Faida ni ipi unapokuwa kama hivyo mwenyekiti wa baraza la watoto shule? Faida zipo nyingi, na pia naweza katoa na kaushuhuda. Ushuhuda wangu utatoka kwangu mimi mwenyewe. Sawa. Yani maisha yangu yalivyo sasa na awali ilikuwa ni tofauti. Kabla nilikuwa sijajiunga na mabaraza, uwezo wa kujielezea ulikuwa ni mdogo. Tuseme nilikuwa na wasiwasi, uoga, yani aibu. Unajua ile akili ya kitoto, kwa na uoga kuongea mbele za watu. Pia nilikuwa siwezi kufumbua mambo au kuchanganua mambo kiakinifu zaidi. Lakini pia nilishindwa kujua mbinu za kupata taarifa mbalimbali kutoka kwa wenzangu au kujumuika na wenzangu. Lakini kunivyoingia kwenye mabaraza nimeona na mabadiliko. Kwanza naweza kujiunga na rika zote, na maanisha vijana pamoja na watoto. Naweza kuchangamana nao, naweza nikapata taarifa ambazo zinaweza zikanisaidia katika uandikaji wangu wa ripoti na kutafuta matatizo. Lakini pia baada ya kuingia kwenye mabaraza nimejikuta nimeweza kusolve kesi nyingi sana zinazohusu watoto, matatizo yanayokumba watoto. Nimeweza kuzisolve na nimeweza kupatia uchanganuzi, kusaidiana na maafisa wa ustawi pamoja na walimu pamoja na maafisa wa kata hivyo. Kwa hiyo mabaraza yamenisaidia kwa kiwango kikubwa. Kwanza yameniongezea ujasiri, yameniongezea kujiamini, naweza kujielezea kwa watu, lakini pia naweza kuwafikia watu wengi. Na nimekuwa kama daraja kati ya watoto pamoja na serikali. Kwa hiyo maanisha nachukua matatizo ya watoto na kuipeleka kwa serikali moja kwa moja na napata ufafanuzi. Okay. Matarajio yako ya baadaye? Matarajio yangu ya baadaye ni kwamba natumaini baadaye watoto wote wa hapa nchini Tanzania watakuwa kama mimi. Au wanaweza kuwa zaidi ya mimi. Kwa sababu sisi ni watoto, ndo kizazi cha sasa na cha baadaye. Oyo. Ndo kwa hiyo wanapokuwa hivyo itakuwa nitanipa faraja, kwa sababu nitaona kwamba mapambano yangu tayari yanakuwa nazaa matunda. Okay. Na kidogo tunaweza tukawa tuna amani sio watoto, kwa sababu tupo katika uongozi salama. Sawa. Lakini pia mwisho ningependa kumalizia kuweza kumshukuru Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, sababu yeye amekuwa mstari wa mbele katika kutongoza sisi watoto. Yeye kama yeye ameweza kusimamia haki zetu kuu 5. Tukisema swala la kuisha, amehakikisha kuna hospitali, mtoto anapata chanjo tangia yupo mtumboni kwa mama yake, anazaliwa, anapata lishe. Tukisema haki ya kuendelezwa, tunaona anajenga shule kila siku zinajengwa, vitabu vinatolewa, mitaala mizuri inaletwa. Pia matumizi ya kuzingatia sayansi na teknolojia. Tukisema kuna kutokubaguliwa, kama sisi watoto tunapata nafasi ya kuwekwa majukwaa mbalimbali, mtoto yote anaweza kujukuania ngazi ya uongozi anayotaka yeye kutokana na mabaraza yetu watoto waliokuwepo. Lakini pia kusema haki ya kulindwa, tunaona ameimarisha ulinzi wa watoto kwa kuunda kamati mbalimbali za ulinzi katika kila sehemu, kuimarisha kwamba mtoto analindwa ipasavyo ili kuweza kuleta nguvu kazi kuongezeka katika taifa letu. Husna, nimependa Sabrina jinsi ambavyo anavyofunguka na kujielezea. La mwisho kwamba kuhusiana na upo katika majukwaa na madawati, wewe sasa kama wewe Sabrina, ndoto zako umeshapata uzoefu mkubwa sana. Ndoto zako wewe kama wewe, unataka kuwa nani kesho yako? Acha niwe mkweli. Mimi ndoto yangu kubwa kwa sasa mimi nataka kuwa daktari. Oyo, mbona Sabrina uko mbali na mimi? Kwenye upande wa daktari. Husna, wewe unataka kuwa daktari? Muda ulinishinda muda. Okay. Lakini Sabrina ataweza. Ataweza. Hongera sana Sabrina. Nimeyapenda sana. Asante Sabrina. Josamara, nilikuwa namsikiliza Sabrina, nimempa muda mkubwa zaidi ya muda tulotaka kuzungumza naye. Ndio. Kwa sababu amenikumbusha mbali sana. Mimi nimepita kwenye mabaraza ya watoto na yajua vizuri. Alivyo Sabrina ndivyo nilivyokuwa. Wewe sasa. Huyu ni mwanaharakati wa haki za watoto. Na harakati huwa hazifundishwi, unaziishi harakati ukiwa mdogo wewe mwenyewe. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kuweza kujua watoto wanakuja kufikwa na nini kwa kuishi wewe. Sawa. Ndio maana dunia ya leo inahitaji mtoto kuongelea mambo yanayowahusu
tumetoka kwenye mtu mzima kuongelea watoto. Sababu ile inaendelea kadiri siku zinavyokwenda, inazidi kumdidimiza na kuto kumpa nafasi ya kujiamini mtoto. Kwa sababu zamani ilikuwa hivyo. Zamani mambo ya watoto wazima ndio wanaongea sana. Lakini ukipita kwenye hayo mabarasa yanafundisha ujasiri na ile inasaidia kuwapa watoto nafasi mapema. Kwa hiyo unapompa nafasi mapema, ina maana unamjenga mtoto yule kuweza kujielezea yeye mwenyewe. Kupitia YouTube kuna kongole zako. Sapi Maliga anasema mtoto anajieleza vizuri sana. Anasema Sabrina anajua kujieleza. Matias Derek anasema Sabrina anajua kujieleza. Anasema kwamba Mama Samia ajaye. Amekuona Mama Samia. Sawa, hii ndio sample ya Bibi Titi Muhammad. Mheshimiwa Samia, Rose nani. Haya. Tom Gypsy ametoa kongole kwa kufananisha hivyo. Na kuna mwingine, kuna ujumbe hapa aliandika. Okay, Matias Derek, asante sana Sabrina kwa historia fupi kuhusu siku ya mtoto Afrika, wengine tulikuwa hatujui kabisa. Asante na karibu tena. Tunawatakia kila laheri katika siku ya mtoto Afrika hiyo Jumatatu. Asante. Lile balaa tena. Star Times wamepigaje hapo?